Mheshimiwa Edwin Enos Swale, anafuatiwa na Mheshimiwa Boniface Nyangidu Butondo na Mheshimiwa Godwin Emmanuel Kunambi ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi ulionipa, na mimi niungane na wabunge wenzangu wengine wote kwanza kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani yake kwa waziri na naibu waziri wa wizara hii ya ujenzi. Mheshimiwa Abdalla Ulega amekuwa ni waziri ambaye anafanya kazi vizuri, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Godfrey Kasokonya Kasongo ambaye amekuwa naibu waziri kwa miaka 5 hapa. Hii ni ishara kwamba anafanya kazi nzuri, tunampongeza sana. Lakini pia nimpongeze sana katibu mkuu Balozi Engineer Aisha pamoja na naibu katibu mkuu ndugu yetu Dr. Charles Msonde. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimetumwa na wananchi wa jimbo la Lupembe kuchangia mambo mawili katika bajeti hii ya ujenzi. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa jimbo la Lupembe wamekuwa na kilio cha muda mrefu sana kwa ajili ya hii barabara ya Kibena kwenda Madeke. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii imeahidiwa tangu mwaka 2000, awamu ya 3, awamu ya 4, awamu ya 5, kulikuwa na ahadi ya maneno tu. Ninayo faraja leo kuzungumza ndani ya bunge lako tukufu Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba nimesoma kwenye hotuba hii ya Wizara ya Ujenzi ukurasa wa 31. Waziri amesema mambo yafuatayo na naomba kuyanukuu. Mheshimiwa Waziri anasema katika barabara ya Njombe Kibena Lupembe Madeke kilomita 126, sehemu ya Kibena Kidegembye kilomita 42, taratibu za manunuzi ya mkandarasi na mhandisi mshauri kwa ajili ya ujenzi zipo katika hatua ya mwisho. Mheshimiwa Rais, asante na hongera sana. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wahenga walisema moyo usiokuwa na shukurani hukausha mema yote. Na sisi wananchi wa Lupembe tuna imani kubwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba barabara hii iliyokwama kwa muda mrefu yeye katika awamu yake ya 6 atakwenda kuijenga. Tuna imani na Mheshimiwa Rais kwa sababu alituahidi kujenga makao makuu ya halmashauri, amejenga, ameshamaliza. Aliahidi kujenga vituo vya afya, amejenga, ameshamaliza. Aliahidi kupeleka umeme, amepeleka jimbo zima la Lupembe. Tuna imani na Mheshimiwa Rais barabara hii atakwenda kuikamilisha. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa Lupembe wamenituma pia. Pamoja na kutangaza kipande hiki cha kilomita 42, wanashauri pia kutangaza sehemu nyingine ya pili ya kuanzia kule Lupembe ili waje wakutane pale katikati kwa ajili ya ujenzi wa hii barabara iweze kuisha mapema. Jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wangu wa kijiji cha pale Nyombo, Kidegembye penyewe, Matembwe, Wanginyi, Lupembe, Barazani, Mfiriga mpaka Madeke wanahitaji fidia kwa ajili ya maeneo yao. Juzi nilikuwa kwenye Mwenge kule Njombe, nimekuta kazi ya uthamini wa mali unaendelea. Ombi la wananchi wa Lupembe, wanaomba maeneo haya yalipwe fidia mapema ili nyumba zao na mali zao ziweze kuwa na thamani sasa. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kuhitimisha hotuba yako baadaye jioni, wapatie matumaini wananchi wa Lupembe. Hii fidia yao italipwa lini? Kwa sababu uthamini unaendelea kule sasa hivi. Lakini la pili pia, nakumbuka Mheshimiwa Naibu Waziri alikuja Lupembe. Pamoja na waziri aliyepita alikuja Lupembe. Mheshimiwa Ulega ndo bado hujafika Lupembe. Barabara hii ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya ujenzi. Nataka niwaombe, barabara hii ni barabara muhimu sana kwa uchumi wa mkoa wa Njombe na mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Hii barabara inaunganisha mpaka Ifakara kule Mlimba kwa ndugu yangu Kunambi mpaka Morogoro kuja hadi Kilosa. Ni barabara muhimu kwa uchumi wa taifa. Ni barabara ya kimkoa. Naomba muipe uzito kama mlivyoahidi kwenye bajeti hii, ujenzi uanze mara moja, wana Lupembe wapata hii barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hiyo, asante na Mungu awabariki sana. Asante sana Mheshimiwa